kuongezea pressure katika hii mchezo wa sana. Kuongezea pressure so pressure kusema kupoteza ubingwa kwa sababu bado tupo katika mbio za ubingwa na bado tupo juu. Kwa hiyo sidhani kama ni pressure kusema sisi yani tuweke akilini au vichwani mwetu, hapana. Nadhani ni kuendeleza makini na kuendeleza ile semeje sijui. Kuendeleza ile morali yetu na kuhakikisha tunapata matokeo katika kila mchezo. Ibra, katika duru la kwanza tulishuhudia namna ambavyo adhabu ile ya bodi ilikukumba, ulipata kufungiwa mechi 5 na kiasi cha pesa ambacho kilitolewa. Pengine leo tunapata nafasi ya kuzungumza. Hebu tuambie namna ambavyo kuna namna moja ama nyingine iliweza kukuathiri adhabu ile, ama ulipokea kwa namna gani? Nilipokea kwa sababu siku zote maamuzi ya TFF nadhani yanatakiwa kuheshimiwa, lakini sidhani kama kulikuwa na adhabu ya pesa. Nadhani ilikuwa ni mechi tu zile 5 kwa upande wangu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, nadhani ni mkakati ambao wamekuja nao TFF, lakini waangalie kwa mujibu wawe na usawa. Nadhani kitu kikubwa kwa na usawa kwa yale ambao wanatoa. Nadhani sio kitu cha ajabu katika mpira. Kwani hakuna usawa? Sijasema hakuna usawa. Waendelee tu kuwa na ile manake semeje, kuendeleza usawa, yani kuendeleza haki vile. Hapana, wao ndio wanaojua kama huyu ana segi 5 huyu 2 3 ni wao. Kwa hiyo siwezi kuingilia katika upande wao. Nadhani ni vitu vya kawaida katika football. Yako maneno ambayo yanaendelea kuzungumzwa na watu kulingana na adhabu ambayo ulipata, kwamba Ibrahim Baka ni beki sawa, lakini kuna aina ya faulu ambazo wanazicheza watu wakizitafsiri kama unafanya makusudi. Ni kweli huo unafanya makusudi ili kuumiza wachezaji wenzako? Hapana, mimi naamini mambo tu ya kimpira yanatokezea. Nadhani sometimes unakuja tu tempo ya mpira na mambo ya kimpira, tunadhani sio mambo ya kusema la ni nje ya mpira. Hapana, ni mambo ya kimpira tu. Tunaona hata huko wenzetu ni vitu vinatokea. Kwa ni vitu vya kawaida katika football, japokuwa kila mmoja ana tafsiri. Kwa hiyo mimi naamini ni vitu vya kimpira tu. Vyote inaweza kumtokea. Sisi sote ni binadamu, tunakosea. Kikubwa ni kuona matatizo na kuachana na vitu ambavyo nahisi sio sahihi katika maisha. Yupi mshambuliaji hatari ambaye umekukaba kwenye mzunguko wa kwanza Ibrahim? Washambuliaji wote ni hatari kwa sababu wanapocheza na sisi wanakuja kama kujitangaza, lakini au kuonesha kile walichonacho, kuhakikisha nao wanaweza kujikwamua au kupata, si lazima apate hapa kwetu, lakini wanaweza kuwashawishi na timu nyingine kubwa, kwa maana sisi tunaweza na tuna talent kucheza katika hivi vilabu. Kwa hiyo kuna washambuliaji wengi wazuri tena sana katika vilabu tofauti. Kwa hiyo mimi naamini mashambuliaji wote ni wazuri. Tulikuwa tunazungumza na Rusha Yero, beki wa Simba. Ndio. Na alikutaja wewe na Kibuyu kama mabeki anaowakubali zaidi kwenye ligi, akisema amewafuatilia hata akiwa Mamelodi. Kwako wewe ujio wa beki kama yule na uzoefu wake, unahisi kuna kitu unaongeza kwenye ligi na kuna kitu ambacho mabeki wa Tanzania wanachokuja kutoka kwake? Mimi kwa upande wangu naamini yeye kaja kuongeza chachu nadhani ya ushindani, lakini kaja kuongeza ufanisi katika ligi yetu. Nadhani wengi tungekuwa mashuhuda, tunamwona ni beki ambaye ana deserve kwa Simba na ana deserve kwa katika ubora ule ambao ipo nao. Kwa hiyo naamini ni beki ambaye anastahili sifa ambazo anazipata kwa upande wangu. Baka sio rahisi kucheza misimu 3 au 4 kwenye daraja moja lile fomu ile. Siri ni nini ambayo Ibrahim Baka anayo? Nadhani siri ni kuachana na maneno ambayo sana yanatoka nje, kwa sababu maneno ya leo sio maneno ya kesho. Leo utasifiwa, kesho utakuja utapondwa. Kwa hiyo ni vitu nadhani sio mtamu sana kufikiria vitu vya nje ambao sana vinaongelewa katika mtandao. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa na nidhamu mazoezini, kwa nidhamu na wenzako, kuwa na mashirikiano nadhani na kujitoa zaidi. Kwa sababu kipaji peke yake sidhani kama kitaweza kukusaidia kukuvusha. Na mimi sometimes ni kujitoa. Sababu siamini kwamba wote sote tuna talent. Na mimi kuna wengine tunajitoa, ndio mnaona vinavyotokea, nadhani vinatusaidia na sisi. Kwamba hii ilikuwa ni kipimo sahihi kwa upande wetu ambacho tulipewa na timu zingine kwenye ligi. Yani mzunguko wa kwanza. Yani mechi gani? Hii hakika tulipewa ni miongoni mwa mechi tough. Kwa game tough. Mimi kwa upande wangu, lakini nahisi ni mechi nyingi za mikoani. Nahisi ndio mechi ambazo, kwa sababu tuseme kweli au tuwe wazi, japokuwa ligi yetu naamini sasa hivi imepiga hatua kubwa sana zaidi ya sana, lakini viwanja vya mikoani kidogo vinatufikirisha, kusema kweli, yani vinatufikirisha. Tunapenda kucheza mikoani, lakini
tunapenda vile viwanja vile katika hali ya ubora, ili sisi tutoe kile ambacho tunacho na wale wawe na usanifu wa kufanya kitu ambacho wanaweza kufanya. Kwa hiyo hapa sasa katika viwanja vya mkoani, mechi ipi ambayo kwenu nyinyi ilikuwa mechi ngumu kweli kweli? Mechi ngumu. Nadhani ni mechi na Mbeya, kwa upande wangu sio ngumu, mechi sio ngumu, lakini mechi na Mbeya kwanza ilikuwa usanifu Mbeya City, mechi ilikuwa haina usanifu mkubwa, na kama ulivyoona tulikuwa hatupo katika kutengeneza zile kama kikawaida yetu kama tunavyocheza hapa KMC, nadhani hatakuwa vile na kwa asilimia kubwa nadhani. Kwa hiyo ni mechi ambayo kidogo ilikuwa inatupa wakati mgumu, kama hii mechi ya mwisho TRA na TRA pia nahisi ni mechi ambazo zilikuwa zinatukosesha ufanisi. Naamini Yanga Africans mkienda kwenye mchezo wa pinzani wanawakamia? Siamini hilo hivyo, lakini naamini wao wanakuja kujitoa kwa sababu mchezo ni mpira, ni mchezo wa wazi na wao wanataka kujitangaza, kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo mwisho wa siku alikuwa vizuri ndo anapata matokeo. Siamini kama anakuja kukamia, anakuja kucheza football kama football. Football ni mchezo wa ushindani. Kwa hiyo wanakuja wanaleta ushindani. Neno lako kwa kacha wako?